Niligundua mfupa wenye nyama kwa mara ya kwanza. Nikiwa na msisimko, nilikimbia kwa kasi barabarani. Lakini chakula changu cha mchana kilidondoshwa kutoka kinywani mwangu. Nilitafuta kwa wasiwasi kwenye umati wa watu. Kama nisingeweza kukipata, ningelala njaa tena leo. Wakati huo huo, kikosi cha kijeshi kilikuwa kikitembea barabarani. Lakini sikuwa na nia ya kutazama vurugu hizo. Nilikodolea macho kwa hamu mkate uliokuwa mkononi mwa mwanamke mmoja. Askari mpya aliyeitwa Robert aliniona na akagundua lazima nilikuwa na njaa kali. Hivyo alitoa biskuti mfukoni mwake na kurusha kwangu. Wakati nilipoiona, nilimeza kwa mng'ato mmoja. Lakini biskuti moja haikuwa karibu hata kidogo kutosheleza tumbo langu. Haraka nilipata njia ya kupata chakula zaidi. Nilifanya haraka kufuata kikosi hicho na kumfuata Robert hadi kwenye lango la kambi ya kijeshi ambapo mlinzi alinizuia. Nilipogundua sikuwa nakubalika pale, nilikuwa karibu kuondoka wakati niliponusa harufu nzuri isiyozuilika. Kupitia tundu kwenye uziwa wa mbao, nilimuona hata Robert akifanya mazoezi ndani. Nikiwa na msisimko wa ghafla, nilianza kuchimba shimo ardhini na kujipenyeza kupitia tundu hiyo kuingia kambini. Nikifuata harufu hiyo, nilielekea jikoni. Meza ilikuwa imefunikwa na nyama za mbavu na mara moja nilivutiwa sana. Lakini kabla sijauma, kisu kikubwa cha mpishi kilikuwa karibu kunishukia. Nikiwa na uoga mwingi, nilianza kukimbia. Katika fujo hizo, niligongana na Robert ambaye alikuwa akinitafuta. Ili kuvutia umakini wake, mara moja nilianza kubweka. Kubweka kwangu kulivutia umakini wa mkufunzi wa mazoezi. Aliuliza mimi ni mbwa wa nani? Mara moja nilimtazama Robert. Robert alipata hofu na haraka alinionyesha ishara kwa macho yake ili niondoke. Lakini badala ya kukasirika, mkufunzi alimwambia Robert anitunze vizuri. Mazoezi kisha yakaendelea. Kwa mshangao wa kila mtu, kwa kweli nilisimama kwa ukakamavu pamoja na askari. Alipoona mbwa mwenye nidhamu kama hiyo, mkufunzi alishindwa kujizuia kucheka. Tangu wakati huo, kwa idhini ya mkufunzi, nilianza kuishi kambini na Robert. Kila siku nilifanya mazoezi pamoja na askari. Mwanzoni nilichanganyikiwa kidogo, lakini muda ulivyopita, si tu kwamba nilijifunza kuelewa amri na kufanya vitendo vinavyohusika, bali pia nilifanya vizuri sana wakati wa mazoezi makali. Wakati huo huo, nilikuwa msaidizi wa thamani sana kambini. Kila askari walipomaliza mazoezi ya kulenga shahaba, nilibeba shahaba hizo kurudi kwa mkufunzi afanye ukaguzi. Kila mtu alinipenda sana na walinipa jina la Stabi. Siku moja, jenerali alifika ghafla kukagua kambi. Aliponiona, alikasirika sana na akataka kujua kwa nini kuna mbwa katika kambi ya kijeshi. Wakati huu, Robert alipiga hatua mbele kwa ujasiri. Alimwambia jenerali kwamba mimi ni mbwa wake na akampigia saluti rasmi. Wakati nilipomwona Robert akipiga saluti, nilimuiga na kupiga saluti pia. Ukweli ulikuwa kwamba sikuwa naelewa maana ya saluti. Kama mbwa, nilikuwa nikionyesha tu akili yangu kubwa ya kijamii. Nilijua kwamba kama ningemuiga mmiliki wangu, ningeweza kupata kibali cha afisa ya ngazi ya juu zaidi aliyepo. Alipoona hili, jenerali mara moja alinichukulia tofauti na aliniruhusu rasmi kubaki kambini kama askari. Kisha siku moja, askari walipokea amri kutoka makao makuu. Walikuwa karibu kutumwa kwenye uwanja hatari wa vita. Lakini jenerali alitaka mimi nibaki nyuma kambini. Robert mara moja alifudhahika. Nilionekana kuna kitu kibaya, lakini hakuwa na kitu nilichoweza kufanya zaidi ya kumtazama Robert akiondoka. Kisha ghafla nilifikiria njia. Niliuma kamba yangu na kukimbia. Nikikimbia kwa kasi kadri nilivyoweza, hatimaye nilifika bandarini. Askari walikuwa wanapanda meli mmoja baada ya nyingine, lakini mimi nilizuiwa mlangoni. Kisha niliona mizigo ikipakiwa kwenye meli. Nilienda kimya kimya na kuingia kwenye sanduku la mbao. Baada ya hapo, niliingia kisiri kwenye vyumba vya askari na kutumia uwezo wangu mkubwa wa kunusa kupata kitanda cha Robert. Robert alifurahi sana kuniona, lakini pia alikuwa na wasiwasi. Ilibidi tutafute njia ya kunificha. Hata hivyo, kamanda atakaligundi tuligundi. Wakati nilipoona mambo yanakuwa magumu, mara moja nilitumia vipawa vyangu maalum. Mwishoni, si tu kwamba sikutupwa chini ya meli, bali pia nilitunukiwa kitambulisho changu cha kijeshi kwa sababu ya kile nilichokifanya. Baada ya safari ndefu, punde tulifika uwanjani wa vita. Hewa ilikuwa imejaa harufu ya kauti. Kwangu mimi, nikiwa na uwezo mkubwa wa kunusa, kila sekunde ilikuwa imtihani wa mipaka ya mwili wangu. Askari waliopoka pale walikuwa na hali ndogo, lakini sikujali. Punde tu nilipofika, nilitumia uwezo wangu maalum kuwafukuza panya waliokuwa wanaiba chakula cha askari. Hivyo basi, baada ya muda mfupi, nilishuhudia ukatili wa vita kwa macho yangu mwenyewe. Mabomu asiyohesabika yalinyesha kutoka angani moja baada ya nyingine. Robert alinilinda kwa mwili wake na kuniruhusu kuponoka kwenye shambulio la bomu. Moshi ulipoisha kabisa, sikuwa na hofu tena. Nikitumia uwezo wangu mkubwa wa kunusa, nilimgundua askari aliyezikwa chini ya vifushi. Kwa msaada wake, alipata matibabu kwa muda na akapona. Akiwa na mechela, alinishukuru mara nyingi. Baadaye, nikiwa nasindikiza askari kwenye msafara wa upelelezi, ghafla niligundua kwamba adui alikuwa anaandaa shambulio la gesi ya tomani. Ilibidi turejee mara moja na kuonya kikosi kilichobaki ili kila mtu aweze kuandaa vifaa vyake vya kujikinga. Lakini bila kutarajia, tulivamiwa. Katika mwazo mgumu, nilimrukia Robert. Ingawa hakupata majeraha yoyote, farasi wake alishtuka na kupoteza udhabiti. Nilipoona hali inakuwa mbaya, Robert alitoa maraskai yake ya gesi na kunionyesha ishara ya kurudi na kuwaonya wengine.
Mara moja nilielewa alichomaanisha na nilikimbia kurudi kwa kikosi. Muda mfupi baadaye, adui alirusha modemu la kwanza la gesi atomani. Gesi atomani ya kijani ilisambaa kwa kasi ya nyani. Katika mwanzo huo muhimu, nilikimbia kurudi kwenye handaki. Nilivuta mara kwa mara maraska ya afisa mmoja kwa meno yangu. Afisa huyo mara moja alielewa nilichokuwa najaribu kumwambia, akavaa maraska haraka na akapiga kengele ya hatari. Lakini sikuishia hapo.